shiba mu unjayo balo boyenga kudodo mchango mwingi waduya kana ni ya iko bila wiku lakini hicho wa engineer wangi wike Itema muringe cy'abantu bala barazaro bamubungwa amashuka bamanonye wataka watu ile ndio simu mu internet tabia tenjibwe obina na bola to sa ou en tout cas ou ungei nganelo tang oni chuba na informatique bien ka biswandi baka onwandi isawa uki secret CN ono ki secret oyuko awan ina auto yajale kinga kashabani mwana wa binamu wao Acha basi uwepo wa nguvu zako Yesu Kristo uambatane pamoja nasi. Bariki watu wote ambao wamekusanyika katika mkutano huo. Bariki Yesu Kristo jamaa ambalo limeenda kuachwa. Bariki huduma zote ambazo zitaenda kutendeka mahali hapa. Asante Jehova kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema, bali si mwingi wa hasira. Acha basi nguvu zako na baraka zako zishinde pamoja nasi katika jioni ya leo, ni katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Mfalme wetu Yesu Kristo alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Yohana 11 mstari wa 25 hadi 26. Mtumishi wangu Ayubu alisema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipo na mwili wangu nitamuona mimi, nafsi yangu na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Ayubu 19 mstari wa 25 hadi 27. Tunakwenda kuomba. Mfalme wetu, mfalme wa huruma, wape hawa waliofiwa na mtu huyu matumaini na nguvu ya kufika wakati ujao, wasije wakasongwa na huzuni, lakini wafariji rohoni mwao, ili wasije wakaumie kama wasiokuwa na matumaini, bali wakumbushe mema uliowatendea wakati uliopita. Wawe sadaka, yani msaada. Mwokozi wetu anatupa furaha
Pakala bubuan maashika yao.
Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaita mchungaji wa Sepake anakwenda kuombea sadaka ambayo iko mbele yetu. Karibu sana. Mmoja tu kwa mchungaji wa Sepake anasimama anaombea sadaka. Tuombe. Tuko mbele zako Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi. Ni wakati wa kulia na kuomboleza. Umeona namna gani familia inavyolia na kuomboleza, lakini tunapotazama huko na huko hatuone msaada, ila tunapotizama juu tumeelewa ya kwamba msaada wetu uko katika Bwana. Ndio maana tunakuja mbele yako katika sai Mungu, tukiomba kwa ajili ya matanga hii. Peke yako tuliza wale wanaolia na kuomboleza. Mfariji mkuu ni wewe. Pamoja na hayo, wana wako wametoa msaada huu kwa ajili ya kifo. Bariki wale wote ambao walinyoosha mikono yao, na wale wengine ambao wakupata kitu, endelea vile vile kuwabariki na kuwapa kumbukumbu na moyo, ili siku ingine waweze kufanya kama hivi. Neno lako linasema ya kwamba heri wale wanaoendea siku ya matanga kuliko kuendea katika karamu. Tuna matumaini ya kwamba ibada hili utaanza pamoja nasi hata utamaliza pamoja nasi. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunafika wakati wa ushuhuda. Na wakati wa ushuhuda tunaita jamaa waje kushuhudia makuu ambao baba amekwenda kutenda katika jamaa. Karibu sana. Benu miomo lumu totenda mirunganya benu irunganya totenda tusaula Gaisha Mzee Daudi. Mzee aliitwa kwa jina la Daudi Hamisi Ishe Pongolo, mtoto wa mzee Elocho Muhamadi. Bibi yake Lubumbi wa jamaa la Walala. Huyu mzee Daudi ni wa jamaa la Balinga Babulwa Bashe Sombo. Tarehe zake za kuzaliwa: alizaliwa tarehe 16 mwezi wa kenda mwaka wa 1932. Alioa wanawake watatu, akazaa watoto 18, wanaume 6 na wanawake 12. Alizaa wajukuu wako 105. Achoololo wajukuruza, ndio Kiswahili. 114. Niomo. Kazi alizofanya hapa chini ya jua: alikuwa shofere. Shofere ni mtu mwenye anajua kutembeza gari na vinginevyo. Mvuvi, mlimaji, akawa kapita Chakalunja ya kwanza.
Juge president wa tribunale ya groupement yetu ya Basimukinje. Magonjwa iliyomlaza kwa nyakati hii tunaona hapa. Aligonjwa prostate na tension, ndio magonjwa yamemuua. Tarehe zake za kuacha dunia ilikuwa siku ya 4 saa 10 na dakika 45, tariki 14 mwezi huu tunao wa 11 mwaka wa 2019. Miaka aliyoishi hapa duniani 87. Miomoro. Kwa kumalizia, tunashukuru wandugu wa dada, marafiki wote waliotusaidia kwa msiba huu tuliopata. Shukurani kwenu. Na badala ya kumaliza kazi hii tutaifanya sisi sote, tutangojea kidogo yenye tutapitisha kwenye midomo. Msonga uji kwa Kiswahili. Asante. Bwana asifiwe. Tunaita ushuhuda wa kanisa. Karibu sana. Boleso silese kile tubano mpaka lusuku za tobwata ukioseke msao nisheke na babembe twa. Bwana Yesu amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile jamaa inatoka kusema, na labda umekuwa mahali hapo utajiuliza, nasikia ngoma na vinginevyo, utaenda kusema ile gani? Bwana asifiwe. Au Jamisi, kama vile jamaa imetoka kusema, amebatizwa katika kanisa la Kadeza au Kadafi kwa leo, na amebatizwa pale Mshimbake tariki, hiyo ndio mwaka mzee ameenda kubatizwa. Na mzee ameingia katika kanisa hili la Seako ni mwaka wa 2003. Ndiye ametukuta pale Baraka, akasema na mimi nimekuja kujiunga na nyie pamoja, kwa sababu sisi sote tunataja jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Japokuwa milango inakuwa mingi, lakini njia inakuwa moja, njia ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe tena. Amen. Na mzee wakati alipokuja, mzee alitufaa sana katika kanisa. Yeye amekuwa mshauri katika santre letu, ametushauria sana sisi ambao tungali wa vijana na viongozi wengine. Tena amekuwa mshauri kwenye ngazi ya yulu ya parokia. Mzee ametufaa sana katika kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati mzee alianza magonjwa, tumefika mara kwa mara, akaanza kushindwa kufika pale Baraka. Kuna wakati tulikuwa tunakuja fanya kanisa hapa kwake, na wakati alilemewa sana, tulikuwa tunamuuliza kila mara, mzee, kati yako na Yesu unakuwa namna gani? Lakini mzee alikuwa akituambia mara kwa mara, kati yangu na Yesu hakuna shida lolote. Bwana asifiwe. Amen. Na kitu ambacho kimetupa nguvu zaidi, wakati wake wa mwisho, mzee amesema ya kwamba mimi sijue shetani, lakini mimi najua Yesu, na hivi naenda kwa Yesu. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi anaweza ishi ndani ya kanisa, lakini siku ya mwisho anakaa na Yesu. Lakini tuna furaha kubwa
Ijapokuwa tunalia tumeachwa kimwili, lakini siku moja tutaenda kuonana na mzee mahali ambapo ataenda kutungoja paradiso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa niaba ya kanisa tunatakia mzee mapumziko mema peponi, na Yesu asifiwe. Amena. Bwana asifiwe. Umesikia ushuhuda wa kanisa. Kwa hiyo huyu baba alikuwa mtumishi kabisa katika kanisa letu. Kwa hiyo inafaa kabisa tumwimbie na furaha sana, kwa sababu tuna matumaini kwa lile ambao amekwenda kulitoa katika kinywa chako. Kwa kinywa chako utahukumiwa na kwa kinywa chako utapata baraka. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunakwenda kumuita mwimbishaji alete wimbo ili tukaribishe mhubiri wakati huu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
tupate kusikia neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Naona watu wanarukaruka, wanacheza, ni kwa sababu mwanadamu ana sherehe tatu: ya kuzaliwa, ya harusi na ya kufa. Na wakati mwenzetu anakufa na haka dunia inastahili, hata mbinguni malaika wanacheza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tukae chonjo, tukae kimya, tusikie neno la Mungu. Karibu sana kwa mkufunzi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Jamani, sisi tunakuwa na furaha kwa sababu huyu ambaye amekwenda kutuacha amekuwa mtumishi wa Mungu, amekuwa mjakazi wa Mungu, na mpaka shuhuda zake zimekwenda kumalizia na mpenda Yesu milele na milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na ndipo maana tumekwenda kufurahi na kucheza, sijui na kuimba, ni kwa sababu aliye mbele zetu ni mtumishi wa Mungu, amekwenda kutangulia kwa kwenda kwa mbili, na wengine watapata hiyo. Basi mimi natoka Lweba, nimeacha mtoto mmoja amefariki pale, nimeacha maiti nyumbani karibu na kwangu, lakini malalamiko ni kwamba hatujue kanisa ambalo litakwenda kuzika mtoto huyo, hatujue. Sinakuwa laana hivi mpaka hivi, nimeacha kilio, haiko na sura kwa sababu ya kukosa kanisa. Lakini huyu ambaye amekwenda kutuacha, mimi naweza kusema kwamba ni mwanzilishi, kwa sababu miaka yake uliza kutu ni nani utamuona. Ni mtoto wa niko na mke mmoja, watoto 7. Semeni amen. Amen. Na jamaa langu imebarikiwa sana, wote tuliko ndani ya kanisa. Na neno ambalo nakuletea aliko neno twende kule, ni message ambao Mungu anatupatia, kila mmoja ajaribu kutekeleza hiyo message. Sema amen. Amen, amen. Na mbele kufungua Biblia, acha tumuite evangelist mwenyewe aombe Mungu. Baba yetu uliye juu ya mambo yote, katika jina la Yesu mtakatifu, tazama tumetia mtumishi wako ndani ya vitanga mikononi mwako Bwana wetu. Ni wakati wa kutoa neno lako Mungu, ungemfika nguvu na baraka. Na mpaka kulisikia neno lako Mungu, tufungue masikio ya roho ili tulisikie kwa amani na usalama, katika Yesu Bwana Nazareti tunaomba. Amen. Amen. Tunafungua Biblia, tunasoma kitabu cha Mathayo, sura yake ni ya 21. Tunasoma tu mstari wake wa 18. Mathayo mtakatifu sura 21 na mstari wake wa 18 anasema, hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asioni kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nikuambia kwamba ni message, na neno letu si kwa ajili ya huyo ambaye amekwenda kutangulia. Neno ni kwa ajili ya mkutano ambao umebaki katika ulimwengu wa dhiki. Tunakuwa katika ulimwengu wa dhiki, ulimwengu wa matetezo, ulimwengu wa shida na mambo mengine, lakini yeye amekwenda kupumzika. Na ndipo maana neno limekuja kwetu sisi makusudi tusikie yale ambayo Mungu anataka nini kwetu. Sema amen. Amen. Mahali ambapo tulisoma kwa kitabu cha Mathayo sura yake 21 mstari wa 18 ni habari za Yesu, ambao Yesu mwenyewe alitoka mji wa Yeriko anajielekeza kwenda Yerusalemu. Na wakati alipokaribia kuingia Yerusalemu, neno la Mungu linasema kwamba Yesu aliingia Yerusalemu na vigeregere, kwa sababu alikuwa akitembea kwenye mwana punda. Jina Bwana libarikiwe sana. Na wakati alipoingia, wamama hawa walitandika vikwembe, yule punda ikakanyaga ile vikwembe. Watu wa Yerusalemu wakashangaa, kwa sababu alikuwa na mkutano mkubwa sana. Wale wagonjwa ambao wamekwenda kuponywa, sijua vipofu na viwete na wengine, walikwenda kumfuata Yesu na akaingia nao mpaka Yerusalemu. Sema amen. Amen.
na watu walisema kwamba huyu ni nani? Ni nabii. Wamoja walimuita nabii, wengine wakasema ni Yesu wa Nazareti. Lakini sasa Yesu aliingia na vigelegele. Wakati alipoingia, alikuta ile nyumba hekalu, watu wanauzisha, watu wanauza, sijui nini, inakuwa soko. Neno moja alisema kwamba hii si nyumba, si soko, ni nyumba ya sala na maabudu. Jina wale barikiwe sana. Na akaanza kufukuza watu, kufukuza mameza, kupindua, kutupa kule. Na wakati alipotoka mwile nchi ya Yerusalemu, anaondoka sasa. Ni hapo tulisoma kwamba Yesu akasikia njaa. Mwana wa Mungu alisikia njaa, akaona mti, akauendea, akutuma mwanafunzi, lakini yeye peke alienda mpaka chini ya mti kama hivi tuko hapa, akatupa macho asioni kitu. Labda Yesu alikuwa na njaa, aone matunda juu ya mti na kamate tunda akule na apumzike. Lakini aliona nini? Majani tu. Sema amen. Amen. Kisha kuona majani tu, hakuona tunda. Mbele lakini Yesu kama ni kumata inga hata. Kisha kinwani mwake akaacha na laani mti. Tangu leo usione matunda tena mpaka mti ukanyauka. Bwana atulimie sana. Huruma. Bwana atulimie sana. Huruma. Yaani Yesu alimaliza mambo yote na akaendelea na safari yake pamoja na mkutano. Lakini neno letu ambalo nitakwenda kukuambia, ile ambayo nimekuambia kwamba nakuletea message, ni kwamba tutazungumza tu majani tu. Basi. Majani tu. Yale ambayo Yesu amekwenda kuyaona, aliona majani tu. Labda alikuwa na hamu ya sijui mengine, lakini hakuona matunda, aliona tu majani. Akaanza ni ambao alikuwa umekosa matunda. Na neno ambalo nakwambia kwamba mchana wa leo, majani tu. Wakristo wengi wamekuwa majani tu, wanakosa matunda. Bwana aturumie sana. Wanakosa nini? Matunda. Hata watu wa dunia wanatutazama sisi walio Wakristo, labda tu matunda kusudi tuwakokote waingie ndani ya kanisa, lakini anapoingia anaona nini? Majani tu. Na narudia nyuma. Injili imekuja kwa ajili yetu. Ulipokea injili kwa Yesu, na nasi tuige mfano wa Yesu, tuonyeshe matunda ambayo watu wa dunia, wale ambao wanakwenda kukumbwa na dunia, watuone, watuelekee, makusudi watufuate, kwa sababu tunakuwa na matunda ndani yetu. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Lakini wengi ni majani tu. Majani tu itaingia. Unafikiri majani hata uimbe namna gani? Hata uvae mabakosa namna gani? Hata uvae sijui makanzu ya mweupe, mahombi ya ajabu, na ukiwa ukikosa matunda, unakuwa majani tu. Basi, hautaingia. Neno la Mungu linasema kwamba tuonyeshe matunda yetu. Sisi wa Kristo, wa mama, wa baba zetu, vijana wetu, tuonyeshe matunda wa ulimwengu kwamba sisi tunakuwa na matunda ya kufurahisha na ya kuta wengine. Jina la Bwana. Fanya bidii. Ikiwa unakosa matunda, usiitwe kanisa. Ogopa hilo jina. Wewe baba uliogopa kuitwa majani tu, kwa sababu wa Kristo wa sasa wanaitwa majani tu. Hawana kingine. Matunda inakosa. Soma wa Galatia sura yake ya 5 mstari wa 22. Ni pale utakwenda kuona matunda ambayo Mkristo anaweza kuwa nayo. Jina wale walikiwe sana. Amen. Tutakwenda kuambia kwanza upendo. Uwe na upendo. Ukiwa na upendo unakuwa na tunda moja ya ajabu. Ukiwa na upendo utafurahia mwenzako. Ukiwa na upendo utavumilia mwenzako. Lakini wengi wanaitwa tu majani tu. Hii embe iko na nani? Iko na matunda. Ni majani tu. Na ndio gisi wa Kristo walio kwa sasa wanaitwa majani tu. Lakini tuogope kuitwa majani tu. Turudie kwa Yesu makusudi
tufanye bidii, ni yale itatuma sisi tuingie kwenye paradiso. Kila wale walikiwa sana. Amen. Ndio tumekuja kutangulia. Nimekuja kusikia maushuhuda ambao amekwenda kushuhudiwa. Alisema kwamba huko mzee mmoja yale ambayo neno la mwisho ambao mzee ameacha anasema. Mimi naenda na Yesu. Sema amen. Amen. Zali tukuta kwa. Alisema kwamba wanakuwa mbali. Kuja mzee niombee. Unasema nini? Unasema mimi na Yesu hakuna mwingine. Mimi na shetani na mtupa nenda na Yesu. Sema amen. 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 Imeonekana mpaka mwisho wa maisha yake. Na wao utakuwa jifunze sasa. Waanze kujiuliza, eske na mimi nitakuwa na yeye ametunda na kusudi siku ya parapanda ikilia nimwendee Yesu? Ama niitwe majani tu italunguka? Hii majani italunguka. Unafikiri ile muti haikulunguka, ilinyauka wala ukoma. Wala koma wala chika. Bwana tulimie sana. Na ndivyo ilivyo wa Kristo wa leo. Tunakuwa tuna ambiance ndani ya makanisa, mavazi mazuri, lakini roho zetu zinakuwa ni majani tu. Lakini nakwambia kwamba ufanye bidii, uwe na matunda 9 ambayo itatuma wewe usiitwe majani tu. Na siku Yesu atakuja kuchukua kanisa, wale walio na matunda, kuonyesha matunda, na ni wale watakwenda kunyakuliwa na kuingia katika nchi ya laana. Bwana atubariki. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu mzee jinsi tulisikia ushuhuda wake, akaona mambo yote ya ulimwengu ni bure, akayaacha kabisa na akawa Mkristo kamilifu. Wale wa mama, wale wa bibi zake akawaacha. Bwana asifiwe sana. Jamani, wewe usiache na wewe uwe kama mzee hapa. Anapigwa vigelegele kwa ajili ameokoka, ana matunda. Sisi kanisa tunapungukiwa kuona huyu mzee amefuacha kwa sababu ya kazi ambayo amekwenda kutenda kanisani. Ni matunda mazuri sana. Bwana asifiwe sana. Hatuweze kuhesabu jinsi alikuwa anafanya kazi. Uwe sawa. Yesu mhubiri anakwenda kusema isiwe majani ambayo itakwenda kunyauka kesho, na moto ukija tunaungua. Tuwe mti ambao una matunda, ambao watu wakipita wale matunda kwako, waone matendo yako mazuri, waone mwenendo wako mzuri, huu utakuwa unafaa mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunakwenda kuendelea na ibada. Tunamuita mchungaji wa kanisa Karuvari, anakwenda kuomba kwa ajili ya jamaa ambao limeachwa. Karibu sana. Tuombe. Mungu wetu, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, uliye Mungu muumbaji, uliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba, imekupendeza kwamba uweze kupumzisha nafsi ya mzee wetu Daudi Amisi Waishe Kongolo. Naomba Bwana upate kufariji familia hii ambayo imeachwa. Wewe ambaye ni Bwana wa faraja, Mungu wa faraja yote, uweze kufariji. Hata hivyo uweze kufariji familia hii ya kiroho ambayo nayo imeachwa, ambayo amesema kwamba wamepungukiwa. Ujaze. Niombe Bwana utende yale makuu. Tunahitaji washauri, tunahitaji wenye hekima kama alivyokuwa, ili kwamba tupate ushauri utakaotufanya watoto kuendelea vizuri, na tuweze kuishi kwa hekima na kwa busara, na tuishi kwa amani na usalama. Tunaomba haya ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutakwenda hivi.
kuna kijana wa jamaa anasema anataka kumuaga kwa wimbo. Picha karibu. Sema amen. Amen. Sema amen kijana. Amen. Nina furaha kubwa sana kwa sababu huyu mzee alianza ujana mpaka anafikia kwa miaka kama hii, na anasema anakufa katika jina la Yesu Kristo. Inabidi nimwimbie, sababu na mimi hiyo ndio njia yangu, hata kama niko kijana, lakini namwambia sana Mungu. Sema amen. Amen. Naomba yule ambaye anaokoka na familia ije tuimbe, hata kama ametuacha mzee, ni sherehe ya mwisho. Tunaimba kwa sababu tumpe Mungu naye wazi ya kumpokea huyu mzee. Sema amen. Amen. Tutaimba wimbo wa wokovu namba 35. Wale wapiga ngoma wanipigie, na wale wamama ambao wanatoa sauti nzuri wanitolee sauti nzuri. Sema amen. Amen. Nimefika kwake Yesu, rohoni mwangu sasa, dua lake la neema roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, inaitwa roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, inaitwa
Bwana asifiwe. Watu wao wanapiga picha kusudi tuendelee. Karibu wapiga picha. Shirika sio mapigano. Jamaa inasema itapiga picha. Ushirika ni umoja, watumishi wa Bwana.
wimbo wa kuaga wa, na ukishamaliza ule wimbo mwinjiliste Ere anakwenda kuomba kwa safari ya kwenda kaburini. Baada ya wimbo Mungu ni mapendo ya aliye juu. Maana umemtoa Yesu kwa ajili yetu. Na tazama Bwana, tumekuwa hapa kwa ajili ya ndugu ambaye tumeagana naye. Tunafuraha tele kwa sababu katika roho Mungu tunaamini kwamba siku moja tutakwenda kuonana pamoja na yeye. Baba, na kabla tujasimama hapa na kuondoka kwenye makaburi, yeye ungeweza kutangulia, ungeweza kuangalia programu zote, ungeweza ukivunja nguvu zote jina la Yesu. Masia Yesu njoo ukaonekane. Masia Yesu njoo ukajidhihirisha kwa kuwa wewe ni mweza wa kila kitu. Tukisane wewe Baba, kuna roho usionekane ukionyesha ushindi wako. Mungu tangulie mapenzi yako yaweze kufanya katika jina la Yesu. Amen. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Tunakwenda kusoma. Tukae kimya tafadhali. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama vile kivuli, wala hakai kamwe. Ayubu 14 mstari wa kwanza hadi wa pili. Tunakwenda kuomba. Tunaishi katika ya kifo. Tutakimbilia kwa nani ili atuponye? Kwa wako kunacho chanzo halisi cha hasira kwa ajili ya dhambi zetu, lakini kimbilio ni Mungu mwenye uwezo wote, Mwokozi wa rehema. Usitutupe ndani ya mateso cha milele. Kimbilio ni wa mawazo ya roho zetu. Kwa hiyo usifunge masikio ya umma ili usiyasikie tunayokuomba. Bali utusamehe wetu mtakatifu, Mungu mwenye uwezo mwingi, mwamuzi mwema, asiyekufa, utatusamehe dhambi zetu. Amen. Amen. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Tumboni mwa mama yangu nilitoka bure, tena nitarudi bure. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 22. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu.
upandwa mwili wa aibu, ufufuliwa mwili wa utukufu wa Roho. Amen. Amen. Tia udongo. Traverse Uchumi kule. Bwana asifiwe mara tena. Tunakwenda kushukuru nyinyi nyote ambao mmekuwa pamoja nasi katika kusindikiza rafiki yetu. Na Bwana awabariki. Sisi hatuna chochote ambacho tunaweza kuwalipa isipokuwa tu Mungu wa mbinguni ndio atakwenda kuwalipa. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa sababu tumemaliza hii kazi kwa furaha sana. Tunakwenda kuomba maombi ya mwisho. Tunakwenda kufunga ibada. Hii kazi tutakwenda kumaliza baada ya kufuzu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu utawanyike nasi sasa na hata milele. Amen. Amena. Amen.
Bato wanalo chingu wabame. Yeah.